Mimi ni katika biashara siku ya Jumatatu, tunaendelea siku ya pili kati ya siku 12 nimechagua kuzileta kwako. Uone wanawake feminine wanavyofanya biashara wakiwa wanawake feminine. Kuna mrembo alinifuata mwaka jana 2025 mwezi wa kwanza. Akasoma darasa langu la feminine kwa miezi mitatu. Alipomaliza akaniambia, "Madam, najua cha kufanya. Mimi nina watu wanaoniamini sana. Nina nyumba chache lakini naona haziendi vizuri. Kwa hiyo aka sign up for business class mwezi mmoja. Baada ya kumaliza business class darasa la mwezi mmoja kwangu, akasema anaenda kuwa content creator wa nyumba. Na kodisha nyumba za watu na refurnish na zipamba vizuri. Kwa ile process ya kwanza nyumba ilivyokuwa chakaramu mpaka imetoka nyumba ya kweli, alafu anazipangisha kwa kodi ya miezi, na baadaye akatoka kwenye kodi za miezi akaanza kufanya Airbnb. Alifanikiwa kupata nyumba Mikocheni, Mbezi Beach ya njia ya chini pamoja na Tegeta. Kwa Airbnb alikuwa anaingiza shilingi 1,500 kwa siku na alikuwa anajaza. Alikuwa na nyumba 5 tu. Na kwa nyumba za kupangisha alikuwa anapangisha kodi shilingi 500,000 kila mwezi, lakini yeye alikuwa sio mdai. Alikuwa tafuta mtu akawa anamlipa 5% au anadai kodi za nyumba za wapangaji wa kudumu. Kwa Airbnb kwa mwezi alikuwa anaingiza shilingi milioni 22. Wewe ambaye sio feminine kwa siku unaingiza shilingi ngapi na kwa mwezi unaingiza shilingi ngapi? Comment ziwe fupi.